makatibu wakuu na maafisa waandamizi wa SADC, naibu katibu mtendaji wa SADC, watumishi wa sekretariat ya SADC, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai na afya njema ambayo imetuwezesha kushiriki katika kikao hiki muhimu. Napenda kutumia fursa hii kuwakaribisheni wote katika kikao cha maafisa waandamizi wa hazina na Benki Kuu wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kitakachofanyika kwa njia ya mtandao. Kwa namna ya pekee, napenda kuwapongeza maafisa waandamizi wenzangu kwa kutenga muda wa kuhudhuria katika kikao, hasa ikizingatiwa majukumu mliokuwa nayo. Hii inadhihirisha undugu wetu na moyo wa kujitolea, hasa katika masuala yanayohusu maendeleo ya jumuiya yetu. Waheshimiwa makatibu wakuu, pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Dr. Stergomena Lawrence Tax, katibu mtendaji wa sekretariat ya SADC, kwa mchango wake na kazi kubwa anayofanya katika kuandaa na kuratibu shughuli mbalimbali za jumuiya ya SADC, hasa katika kipindi hiki ambacho dunia na jumuiya inakabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona COVID-19. Waheshimiwa makatibu wakuu, kama mnavyofahamu, kikao cha maafisa waandamizi wa hazina na Benki Kuu ni kikao cha wataalamu ambapo pamoja na mambo mengine kina jukumu la kupitia, kuandaa na kutoa mapendekezo ya taarifa mbalimbali za fedha na uwekezaji kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wa kamati ya mawaziri wa fedha na uwekezaji na magavana wa Benki Kuu wa SADC ambao wanapewa majukumu ya kusimamia itifaki ya fedha na uwekezaji katika jumuiya ya SADC kwa lengo la kuhakikisha utekelezaji wa sera na maamuzi ya baraza la mawaziri wa SADC kwenye masuala yanayohusu fedha na uwekezaji. Makatibu wakuu, awali mkutano huu ulipangwa kufanyika ana kwa ana kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 17 Julai 2020. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona COVID-19, mkutano huu unafanyika kuanzia leo tarehe 13 hadi 15 Julai 2020 kwa njia ya mtandao na utajadili ajenda mahususi tu kama ilivyoelekezwa katika mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika tarehe 18 Machi 2020. Waheshimiwa makatibu wakuu, kwa ujumla wake, jumuiya yetu imeendelea kutekeleza azima yake ya kufikia malengo ya maendeleo iliyojipangia kupitia mkakati elekezo wa maendeleo wa SADC, pamoja na kuwepo kwa changamoto kadhaa katika nchi zetu. Hii inadhihirisha kwamba jumuiya hii ni imara na imeweza kuvuka vikwazo mbalimbali vya kijamii, kimazingira na kiuchumi. Hii inaonyesha uwepo wa sera nzuri na mifumo mizuri ya kitaasisi ndani ya jumuiya ya SADC, pamoja na mafanikio ya kiuchumi yaliyopatikana katika jumuiya. Kwa miaka mingi ya hivi karibuni, baadhi ya nchi wanachama zimeendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali katika sekta za uchumi. Changamoto hizo ni pamoja na ukuaji mdogo wa uchumi, kuongezeka kwa nakisi ya bajeti, kupungua kwa mapato ya serikali na kuongezeka kwa madeni ambayo yanatishia utekelezaji wa azima ya maendeleo katika jumuiya yetu. Waheshimiwa makatibu wakuu, mlipuko wa ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona COVID-19 umeleta changamoto mpya katika kupiga hatua ya maendeleo ya kiuchumi, hasa katika kufikia malengo ya viashiria vya uchumi mpana.
katika jumuiya yetu. Kama tunavyofahamu, madhara ya ugonjwa wa COVID-19 hayaishii katika sekta ya afya pekee, bali pia yanaathiri sekta ya uchumi kwa ujumla wake. Kwa mujibu wa taarifa ya mwezi Juni 2020 ya shirika la fedha la kimataifa IMF, inakadiriwa kuwa ukuaji wa uchumi wa dunia utashuka kwa asilimia 4.9 katika mwaka 2020. Kama tunavyofahamu, jumuiya yetu pia imefungamana na shughuli nyingi za uchumi wa dunia, hivyo athari za ugonjwa wa COVID-19 tumeshaanza kuziona katika chumi zetu. Athari hizo ni pamoja na kushuka kwa mauzo nje ya nchi, kudorora kwa sekta ya huduma, kupungua kwa shughuli za kawaida za kiuchumi, kuongezeka idadi ya wakopaji wanaoshindwa kurejesha mikopo katika sekta ya fedha, kupungua kwa mapato ya ndani ya serikali na kuongezeka kwa madeni ya serikali kwa nchi wanachama. Waheshimiwa makatibu wakuu, ili kukabiliana na athari hizo, kuna haja ya nchi wanachama kutumia mifumo ya kitaasisi katika kutafuta njia mbadala zenye ubunifu ili kuharakisha hatua za kuimarisha uchumi ndani ya jumuiya yetu. Ni matumaini yangu kuwa kikao hiki ni njia muafaka katika kujadili changamoto za kiuchumi na kutoa mapendekezo ya kitaalamu yatakayowezesha mikutano ya kamati ya mawaziri wa fedha na uwekezaji na magavana wa Benki Kuu kama ilivyoainishwa katika ajenda za mikutano hiyo. Waheshimiwa makatibu wakuu, katika kikao chetu cha leo kitajikita katika maeneo mahususi na ajenda ambazo zitajadiliwa katika mikutano ya kamati ya mawaziri wa fedha na uwekezaji na magavana wa Benki Kuu. Ajenda za mkutano huu ni pamoja: moja, kupitia taarifa ya utekelezaji wa maazimio ya mkutano uliopita wa kamati ya mawaziri wa fedha na uwekezaji uliofanyika Windhoek, Namibia mwezi Julai 2019. Mbili, kupokea na kujadili taarifa ya hatua iliyofikiwa ya namna ya uendeshaji wa mfuko wa maendeleo wa kikanda wa SADC, yani SADC Regional Development Fund. Tatu, kupokea taarifa ya utekelezaji wa mfuko wa maandalizi ya miradi ya maendeleo ya SADC, yani Project Preparation Development Facility. Nne, kupata taarifa ya hatua iliyofikiwa katika uanzishaji wa mfuko maalum wa kugharamia miradi ya miundombinu ya usafirishaji wa nishati ya umeme, Regional Transmission Infrastructure Financing Facility, inayofadhiliwa na Benki ya Dunia. Tano, kupitia taarifa ya maendeleo ya sekta ya fedha ya magavana wa Benki Kuu. Na mwisho, sita, kupitia taarifa ya utekelezaji wa masuala ya udhibiti wa fedha haramu, grey or blacklisting of SADC member states. Waheshimiwa makatibu wakuu, kwa namna ya pekee napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa SADC, kwa kusimamia kwa ufanisi shughuli zote za jumuiya hii, ikiwemo masuala ya fedha na uwekezaji. Chini ya uongozi wake tumeshuhudia mafanikio mbalimbali ya shughuli za kiuchumi kwa kusimamia vyema mipango na mikakati mbalimbali, hususan katika kipindi hiki cha kukabiliana na athari za mlipuko wa COVID-19. Waheshimiwa makatibu wakuu, mtakumbuka kwamba katika mkutano wa baraza la mawaziri wa SADC uliofanyika tarehe 18 Machi 2020, mwenyekiti wa baraza la mawaziri kwa niaba ya mwenyekiti wa SADC alielekeza baraza kukutana mara kwa mara ili kufuatilia mwenendo na athari za COVID-19 pamoja na kutafuta njia itakayohakikisha kuendelea kwa shughuli za biashara baina ya nchi wanachama sambamba na kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Moja ya hatua iliyochukuliwa na baraza ni pamoja na kuandaliwa na kuidhinishwa kwa mwongozo wa kikanda wa
ulazimishaji na uwezeshaji wa shughuli za usafirishaji ndani ya jumuiya ya SADC, yaani Regional Guidelines on Harmonization and Facilitation of Cross-Border Transport Operations across the region, pamoja na viwango vya uendeshaji, usimamizi na ufuatiliaji wa usafirishaji kwa njia ya barabara, mipakani na vituo vya ukaguzi wa COVID-19, yani Regional Standard Operating Procedures for Management and Monitoring of Cross-Border Road Transport at Designated Points of Entry and COVID-19 Checkpoints. Waheshimiwa makatibu wakuu, ninaamini wote mtakubaliana na mimi kuwa mwongozo huu pamoja na kiambatisho chake itawezesha jumuiya kuendelea na shughuli za biashara na kufanikisha usafirishaji wa watu, huduma na bidhaa kwa lengo la kukuza uchumi wetu ili kufikia maslahi mapana ya jumuiya, hasa katika kipindi hiki kigumu ambacho jumuiya inaendelea kukabiliana na athari za ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona COVID-19. Kwa namna ya pekee, napenda kuwapongeza baadhi ya nchi wanachama kwa maamuzi yao ya kufungua na kuendelea na shughuli za kijamii na kiuchumi, wakati wanaendelea kuwasisitiza wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona COVID-19. Tukumbuke kwamba kukuza biashara baina ya nchi wanachama ili kuzalisha ajira ni moja ya malengo makuu yaliyopelekea uanzishwaji wa jumuiya yetu. Waheshimiwa makatibu wakuu, hali kadhalika napenda kutoa pongezi kwa kamati ndogo ya uchumi mpana ya SADC kwa kushirikiana na Secretariat ya SADC kwa kazi nzuri waliofanya ya uchambuzi wa athari za kiuchumi zilizosababishwa na ugonjwa wa COVID-19 na namna zinavyoweza kuathiri utekelezaji wa programu ya kukuza uchumi mpana wa SADC Macroeconomic Convergence Criteria. Waheshimiwa makatibu wakuu, mtakubaliana na mimi kuwa pamoja na changamoto ya COVID, jumuiya bado inakabiliwa na changamoto zingine kama vile utakatishaji fedha haramu na ufadhili wa makundi ya kigaidi. Tatizo hili limepelekea baadhi ya nchi wanachama kuingia katika orodha ya nchi zilizo kwenye athari ya kuingia kwenye vikwazo vya kimataifa kwa kushindwa kutimiza vigezo vya masharti ya kikosi cha masuala ya fedha, Financial Action Task Force. Hali hiyo inaweza kupelekea kudorora kwa jitihada za kuvutia uwekezaji na kuathiri malengo ya jumuiya. Hivyo, kwa unyenyekevu mkubwa, naziomba nchi wanachama kuungana kwa pamoja na kufanya uchunguzi wa namna ambavyo tunaweza kuzuia na kuondokana na tatizo hili kwa kushauriana na kubadilishana uzoefu katika kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Waheshimiwa makatibu wakuu, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuwashukuru tena kwa kutenga muda wenu ili kushiriki katika kikao hiki. Ni matumaini yangu kuwa kikao hiki kitapitia na kujadili kwa kina ajenda zote zilizoainishwa na kutoa mapendekezo kwa ajili ya mkutano wa kamati ya mawaziri wa fedha na uwekezaji na magavana wa Benki Kuu, na baadaye kupokea maelekezo ya kisera kwa ajili ya utekelezaji. Waheshimiwa makatibu wakuu, baada ya kusema hayo, ninayo heshima kubwa kutamka kuwa mkutano wa SADC kwa maafisa waandamizi wa hazina na Benki Kuu kwa njia ya mtandao umefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Thank you. Muito obrigado. Merci beaucoup.
Usiache kusubscribe katika akaunti yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali, iwe ya ndani au ya nje, kutokea hapa Jamvi Online TV.